بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 3 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka wa 1446, katika darsa ya risala ad-durus al-muhimma لعامة الأمة للإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. tulifikia قول المصنف رحمه الله تعالى: قال ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة. بعد يكزungumza mwandishi rahimahullah yanaofungamana na nguzo ya kwanza ya Kiislamu, nao ni nguzo ya shahada. Akazungumzia shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, na akazungumzia taarif ya la ilaha illa Allah, nini maana yake. Kisha akaeleza kadhalika nguzo za la ilaha illa Allah, kisha akaeleza masharti ya la ilaha illa Allah, kisha akaizungumzia shahada ya anna Muhammadar Rasulullah na muqtada wa shahada ya anna Muhammadar Rasulullah. Baada ya kuizungumzia shahada ambayo ndio nguzo ya kwanza ya Uislamu, akaingia sasa hivi katika kuzungumzia zilizobakia katika nguzo za Uislamu. قال ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة. kisha atabainishiwa mwanafunzi zilizobakia katika nguzo za Uislamu 5, kwa sababu hizi nguzo 5 ndio jambo muhimu zaidi kwa Muislamu kulifahamu katika dini yake. Nguzo za iman na nguzo za Uislamu muhimu sana. Na kadhalika Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala ni kana kwamba atuchorea ramani na njia ya kufuata anapotaka mlinganizi kulingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana da'wa yaanza na nini? Na tauhid, kama vile yaanza na shahada mtu kuingia katika Uislamu. Kisha kinachofuata ni zile zilizobakia katika nguzo za Uislamu. Kwa sema kisha atabainishiwa mwanafunzi zilizobakia katika nguzo za Uislamu 5 baada ya shahada, wa hiya as-salatu waz-zakatu wa sawm Ramadan wa hajjul baytil haram liman istata'a ilayhi sabila. Kwa tumezungumzia nguzo ya kwanza ya shahada. Nguzo hizi 4 ambazo zakamilisha 5 pamoja na shahada, inaofuata shahada ni nguzo ya swala, kisha nguzo ya zaka, kisha kufunga mwezi wa Ramadhani, kisha kuhiji katika nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala
amempa uwezo awe atakwenda na yafanye ibada ya hija. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: تبين أركان الإسلام من حيث أهميتها وبيان شيء من أحكامها. الشيخ عبد الرزاق aeleza makusudio ya Sheikh Ibn Baz kusema kuwa abainishiwe mwanafunzi. Abainishiwe nini? Asema hubainishwa hizi nguzo za Uislamu kwa kuzingatia umuhimu wake, bimaana kuzungumziwe umuhimu wa nguzo hizi, na kadhalika kubainisha sehemu katika ahkam, hukumu zinazofungamana na nguzo hizi. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. tukizungumzia ibada ya swala ndio nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu. وهي أعظم مبانيه بعد التوحيد. ukitizama katika Uislamu nguzo muhimu adhimu sana baada ya shahada la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah ni nguzo ya swala. وهي البرهان لصدق إيمان الشخص. na swala ndiyo alama inayoonyesha ukweli wa imani ya mja, ndiyo hoja inayosimama kuonyesha kuwa huyu mja ni mkweli katika imani yake. كما قال عليه الصلاة والسلام عندما ذكرت عنده الصلاة. Mtume صلى الله عليه وسلم alipotajiwa ibada ya swala قال akasema man hafadha alaiha, mwenye kudumisha ibada ya swala, walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, wanaodumu katika ibada ya swala. ile swala ile kanat lahu nuran, itakuwa kwake yeye ni nuru, bimaana ni nuru kwake yeye hapa duniani. ukitizama nyuso za wale wanaoswali utakuta kuwa nyuso zao za ng'ara, zapendeza, kwa sababu nyoyo zao zimepata utulivu kwa kuitekeleza ibada ya swala. nyuso zapendeza kabisa. simahum fi wujuhihim min athari sujud. naweza kuwa mtu ajiona apendeza lakini hasali, sura yake ukaiona haina raha, inagiza, sura yake yaonyesha kuwa mtu ana dhiki, sababu huwezi kuwa na furaha wewe na utekelezi ibada ya swala. Allah subhanahu wa ta'ala sema waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. huwezi kuwa na maisha mazuri na wewe uko mbali na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakati katika utaji wa Allah, miongoni mwa utaji bora wa Allah ni kutekeleza ibada ya sala. na ndio alivyoambiwa Musa alayhi salatu wassalam, wa aqimis salata lidhikri, wa aqimis salata lidhikri. na katika sura hii Allah subhanahu wa ta'ala mwisho anasema nini? waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. kwa hiyo ikiwa hutekelezi ibada ya sala, wallahi utaishi maisha ya dhiki sana. na ndio maana nawatajia kuwa mtu anayefanya ibada ya sala kanat lahu nuran, utaiona ile nuru katika uso wake, na si hapa duniani, ndani ya kaburi lake pia ana nuru. na tukisema nuru katika kaburi, kuna baadhi ya watu husema kuwa pale anaposujudu pale ile alama nyeusi, kuna wengine hufanya alama nyeusi hivi, ile ndio kama tochi hivi, akitembea unaona mchimba migodi, kafanishwa na mchimba migodi. Sasa bala gani? Asa utakuta watu wengine akisujudu ajisugua sugua. Kwa nini natafuta tochi? La, wala si maana yake. Ngozi za watu zatofautiana.
Kuna wale ambao aweza kuswali miaka yote hiyo swali atoki na alama, sababu ngozi yake iathiriki. Alafu mtu anayesujudu akatoka na alama hapa wakati ngozi yake iathiriki, mara nyingi hulaumiwa katika hilo, maana hajui kusujudu vizuri. Asujudu akijipara akijigota kwa nguvu, swala iswaliwi hivyo. Hizi mfikra za watu wa maskani, kuwa mpaka wewe na alama nyeusi hapa ndio itaonyesha kuwa wewe waswali wewe. Wala si hivyo. Mtu aweza kuwa swali kila swala na hana hiyo alama nyeusi, lakini utaona uso wake wapendeza, wang'ara. Kwa hiyo swala ya ni nuru katika kaburi lake, kadhalika ni nuru yake kesho akhira, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu nuran, akiwa juu ya sirat, nasallallahu alsalamata wal afia, atakuwa na nuru yake. Swala yake itakuwa ni sababu yeye kupata nuru siku ya kiyama. Wa burhanan, na sala ni burhan, ni hoja ya wazi ya kuonyesha kuwa huyu mtu ni mu'min, tekeleza sala. Wa najatan yawm alqiyama, na ibada ya sala ukiitekeleza utaokoka siku ya kiyama kutokana na adhabu ya Allah. Jambo ambalo wengi katika watu leo wamefanya tahawun, ukamwona mtu kwa jambo dogo tu haswali, au na jambo dogo kwake. Nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu, waman lam yuhafidh alaiha, na yule asiyedumu na kuichunga swala yake, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun, huyu hatakuwa na nuru, si hapa duniani, si kaburini, si kesho akhira. Hana nuru wala burhanun, wala hatakuwa na alama ya kuonyesha na hoja ya kuonyesha kuwa yeye ni mu'min, wala hataokoka kesho siku ya kiyama, waliyadhu billah. Na ukitaka kujua kuwa hataokoka, sikiliza yuko pamoja na nani. Wa kana yawm alqiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf, na siku ya kiyama atakuwa pamoja na Qarun. Qarun yote mwajua habari zake, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim. Kilichomshughulisha Qarun kutokamana na kumwabudu Mola wake ni mali, sio? Kwa anayeshughulishwa na swala kwa ajili ya mali yake, ajue ana mfano wake Qarun yuko na yeye. Wa Fir'aun, na Fir'aun ufalme umemghuri katika kuacha kumwabudu Mola wake. Kwa hivyo anayeghurika akawacha swala kwa sababu ya cheo chake cha kidunia anachojiona kuwa nacho, ajue ana mfano wake nani? Fir'aun. Wa Haman, na Haman alikuwa ni waziri wa Fir'aun wa karibu kabisa. Ambia Fir'aun na Haman walikuwa karibu sana, mpaka kuna mithali si nzuri, Waarabu wasema a'la Hamana ya Fir'aun. Ndio maana yake. Wasema Waarabu wamekitunga wao kikisa, sijui kama kweli. Fir'aun alipotangaza na kusema ana rabbukumul a'la, mimi ndiye Mola wenu mlezi wa juu kabisa, mimi ndio niliyewaumba. Hakuna hata mmoja alikuwa na akili akamwambia na aliyemuumba babako nani? Walimsikiza. Fastakhaffa qaumahu faata'u innahum kanu qauman fasiqin, sababu walikuwa ni watu waovu, waliwafanya wajinga na wao wakamtii. Haya, Firaun ashatangaza uungu, tena asema ana rabbukumul a'la. Kaja kinyanya mmoja hivi, kondoo wake amekufa, kaja mpaka kwa Firaun. Mtu wa Firaun anambia basi mfufulie huyu, wewe ndio Mungu wetu, amfufue huyu ankufa, mregeshe katika uhai. Firaun akamwambia nipe, kapokea, ansubiri hapa. Akaenda kwa Haman akamwambia angalia watu vile waniamini, mpaka naletewa kondoo
nimfufue, wacha nijaribu. Haman akamtizama, akamwambia a'la Hamana ya Firaun, hata mimi pia Haman utakundanganya. Ikawa methali kutoka siku hiyo, mtu akimdanganya mwenzake anayemjua amwambia a'la Hamana ya Firaun, basi mimi Haman pia utakundanganya Firaun. Lakini kama nilivyosema, si msemo mzuri. Wajifananisha vipi na Haman na Firaun? Wautumia wao, lakini si makosa. Usijifananisha na Haman na Firaun. Almuhim, Haman alikuwa ni waziri wa nani? Wa Firaun. Na Ubay ibn Khalaf, na huyo alikuwa ni katika sanadidul kufr, katika wale wakubwa wa Quraysh waliompinga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huyo aliuawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, maarufu katika vita vya Uhud. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarusha mkuki kwa nguvu, maana alikuwa ashamwahidi kuwa wewe nitakuua mimi, kuanzia akiwa Makka. Na Ubay ibn Khalaf alikuwa yajua kuwa mimi nitauawa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aseme uongo. Sasa katika vita vya Uhud, kile kibri kikamjaa kuwa wao ndio waliozidi katika kuwaua Waislamu. Basi akawa mtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallam akaomba mkuki ule mfupi, akaurusha, sema mpishi, akaurusha. Wale waliokuwa karibu walianguka kwa ile nguvu ya ule mkuki. Haukumdunga, ukampiga sehemu alikuwa amevaa dira, ukampiga ukaanguka ule. Yule bwana akabingiria hivi mpaka huko, akasema qatalani Muhammad ashaniua. Akiangalia ambaye haujafanyika kitu, asema ashaniua. Wakati warudi zao Makka, njiani akawa alia, wasema mithla thawr, kama mfano wa ng'ombe apiga kile mpaka akafa kweli, kwa kile kishindo cha ule mkuki ule umpiga, akafia huko. Sasa wewe wafufuliwa na huyo ukiwa uswali. Hebu mkuulize, kuna salama gani ukiangalia hivi Firaun akwambia tuko pamoja, ukitizama huko Qarun akwambia mimi mwenzako baba, ukiangalia hivi Haman akwambia na mimi pia twenda pamoja, ukiangalia hivi Ubay ibn Khalaf akwambia tushaumia. Wewe utapita vipi siku hiyo? Kiukweli yani ufanya mchezo wa swala, unzungukwa na watu wanne hao. Mimi nikuulize, kuna salama gani wewe ukifufuliwa na Firaun? Wachana na hao wengine tena. yaqdumu qaumahu yawm alqiyamati faawradahum an-nar wa bi'sa alwird almawrud. Huyo ndio Firaun bwana. Yeye ndio atakuwa shika bendera ya watu wake wa motoni. Twendeni jamaa, haya twendeni, mnilifuata kule, twendeni na hapa motoni, na wewe uko chini ya bendera ya Firaun. Ubavuni kuna Haman, ubavuni kuna Qarun, huku ubavu mwingine una Ubay ibn Khalaf. Kuna salama gani? Muacha swala. Waweza kuona ni mzaha hapa? Wallahi alazim ni hatari kubwa sana kwa yule anayeacha swala. Ukiwacha swala utafufuliwa na Firaun, ukiwacha swala utafufuliwa na Qarun na Haman na Ubay ibn Khalaf. Na haya maneno ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asema wa kana yawm alqiyamati ma'a Qarun wa Firaun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. فالصلاة برهان أي شاهد ودليل على صدق إيمان الشخص. صلاة ni shahidi na dalili ya ukweli wa imani ya mja. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. hakika si vinginevyo wanaoamirisha misikiti ya Allah kwa ibada na kuijenga na kuiweka katika hali ya usafi, wale ni wale waliomwamini Allah na siku ya mwisho na wakasimamisha sala. Allah akawashuhudia nini? Imani watu hao. وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة أهادي بين يتسيسنا ونافق ولن صلاة فمن تركها فقد كفر أنا يواجه صلاة بس atakuwa amekufuru. Ahadi baina yetu sisi na makafiri ni sala, yani baina ya mtu na kufuru ni sala. Akiwacha ile sala ashaondoka katika nini? Ashajitoa katika Uislamu. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Kwa hivyo ahadi baina yetu sisi na makafiri ni sala. Faman tarakaha faqad kafara, mwenye kuiwacha hii sala amekufuru. قال وشأن الصلاة في دين الله تبارك وتعالى شأن عظيم. نجambo la sala katika dini ya Allah ni jambo kubwa sana, jambo adhimu. وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة, na ni jambo la kwanza atakaloulizwa mja siku ya kiyama. Kitu cha kwanza, swali la kwanza utakaloulizwa katika ibada ni kuhusu swala. فإن قبلت فقد أفلح وأنجح, ikikubaliwa hii sala basi wewe ushafaulu bwana, umepita mtihani. وإن ردت خاب وخسر, na akiregeshewa mwenyewe ile swala isikubaliwe, basi huyu ameambulia patupu na kula khasara. Shakula khasara bwana. Waswahili wako tukwambia umekula huna chako. Kweli huna chako mbele Allah subhanahu wa ta'ala. وقد جاء في القرآن نصوص كثيرة في الأمر بإقامتها, zimekuja aya nyingi katika Qur'an zinazoamrisha watu kusimamisha swala, والمحافظة عليها, na kudumu katika swala, والعناية بمواقيتها, na kuchunga nyakati zake, mpaka Allah akatuambia inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, kwa ni faradhi iliyowekewa nyakati zake. Watahdhiri min as-sahwi anha, na zimekuja aya au imekuja aya katika swala kututahadharisha kutokamana na watu kuwa na ghafla na hizi swala zao. Alladhina hum an salatihim sahun, bimaana akaichelewesha ile swala mpaka wakati wake ukatoka. Tizama huyu wasali, fawailul lilmusallin, ameambiwa faole wao wenye kuswali, alladhina hum an salatihim sahun. Kif ambaye haswali? Huyu waswali lakini aichelewesha swala kwa wakati wake watoka, ndio waswali, ameambiwa ole wake. Kif yule ambaye haswali kabisa? Qala watafriqi fiha, na aya zimekuja kutahadharisha kutokamana na kuzembea jambo la swala, wa idhaatiha, na kuipoteza swala. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya, na adhabu kali siku ya kiyama kwa wale wenye kughafilika kutokamana na swala zao. Minha qawluhu azza wa jalla, katika zile aya zinazoamrisha mambo hayo kauli yake Allah, hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah akatuhimiza kudumu katika swala, kuchunga swala zetu. Wa aqimu as-salata wa atu az-zaka, simamisha swala na mutoe zaka. Fi akthara mawdhi'in min kitabillahi subhanahu wa ta'ala, katika sehemu nyingi katika kitabu cha Allah limezungumzwa hilo, inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, waamrisha jamaa zako swala na usubirie juu ya hilo. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, kwa hiyo hawa chipukizi waliokuja baada ya hao wema wakaja chipukizi waovu, adhaa'u as-salata, wakaipoteza swala, wattaba'u ash-shahawati, na kufuata matamanio ya nafsi. Fasawfa yalqawna ghayya, wengine wakafasiri katika salaf wadin fi jahannam, kuwa ni bonde ndani ya moto wa jahannam, wataadhibiwa watu hawa. Ma salakakum fi saqar, wataulizwa watu wa motoni, ni kipi kilichowatieni nyinyi katika moto wa saqar? Jawabu lao itakuwa nini? Qalu lam naku minal musallin, hatukuwa katika wenye kuswali.
sisi tulikuwa hatuswali bwana. Jawabu la kwanza kabisa la watu wa motoni wasema tulikuwa hatuswali, hatukuwa pamoja na wenye kuswali. Ila ghairi dhalika min alayati almu'azzimati li sha'ni as-salah, na nyinginezo katika aya zinazoadhimisha jambo la swala, almubayyinati li'azimi makanatiha wa rafi'i manzilatiha fi dinillahi subhanahu wa ta'ala, aya zinazobainisha utukufu na cheo kikubwa cha swala katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hariyun bikulli muslimin أن تعظم عنايته بهذه الفريضة التي هي صلة بينه وبين ربه تعالى. na muislamu ahimizwa sana kuadhimisha na kuwa na inaya kulishughulikia hili jambo la faradhi ya swala, sababu ndio mafungamano baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Wataka kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala na kupeleka shida zako, ingia katika ibada ya swala. Tizama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipatwa na matatizo, ukimbilia katika nini? Swala. Akazungumza mja na Mola wake katika ibada ya swala. Na ndio maana dua yatakana mja aiombe katika nini? Katika swala. Kinyume na walivyo khurafiyun, akishatoa salamu auacha sehemu zote zile ambazo alikuwa ombe dua, baada ya swala ndio omba dua, jambo ambalo halikuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hivyo, hakuthibiti. Lakini ndivyo ilivyo. Hayo mwambie basi ile alikuthibiti, kwani kuna ubaga, kuna ubaga na kwani kuna uzuri ga, mwambie kuna uzuri ga. Yani Waswahili wana taabu sana kwetu, wataka dini ipelekwe kijomba kijomba. Dini ya Allah ataka kuipeleka kijomba kijomba. Wewe dini ambayo kuna ubaga, kuna uzuri ga, hii dini? Dini qala Allah qala rasuluhu. Wewe waambiwa hili halikuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakufanya hivyo. Kama ingelikuwa ni khairi asingeiacha khairi hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameswali miaka yote aliyoswali, masahaba wake wakaswali, jambo hilo hakujua kama ni khairi, wakashikilia pale pale alipowafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zile adhkar baada ya swala, pale pale. Hakuna tena connection, ile sila ishakatika, ndio wewe waanza baba wewe, hakuna tena hapa mpali pa kitu kingine. Sasa ulikuwa uombe ndani ya swala dua yako. Haje sifai kuomba nje ya swala? Wafaa, lakini si hapa. Dua mutlaqan waweza kuomba kokote, lakini baada ya swala kuna vitu vingine vimewekwa kisheria. Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kusema hili na hili na hili, kama ilivyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. قال اهتماما بأركانها وواجباتها وشروطها وغير ذلك مما شرع الله فيها. awe na ihtimam na nguzo zake na yaliyo wajib ndani ya sala na masharti yake na mengineo katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha ndani ya ibada hii. وأن يؤديها بغاية الخشوع والإحسان والطمأنينة ظاهرا وباطنا ليفوز بعظيم الثواب. na awe ataitekeleza ile sala kwa upeo wa khushu' na ihsan, an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Iwe katika ile sala wamwabudu Mola wako kana kwamba wamuona yuko mbele yako. La, hiyo daraja huwezi kufika basi uhisi kuwa Allah aniona. Kwa hiyo waitekeleza ile swala vizuri kabisa. Wattumanina, na utulivu kwa dhahiri yako na ndani ya moyo, ili upate kufaulu kwa kupata thawabu kubwa mbele ya Allah. ففي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة. hakuna mja yoyote muislamu inaumhudhuria yeye swala ya faradhi, fayuhsin wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha, akafanya vizuri wudhu wake, bimaana akatawadha wudhu kama alivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam,
na udhu huu huwezi kuupata mpaka ufanye nini? Usome, mpaka usome. Mahizbi na makhurafi bwana wamelea watu katika inadi sana. Yani lau kama leo kutatangazwa muhadhara na mlinganizi wote wa kisalafi kuwa leo watu watasoma udhu, basi utawakuta masalafi watakuja na hamu, watakusoma. Na mtu pengine ashapitia mara nyingi sana, ashapitia, lakini atahudhuria. Kwa nini? Sababu ajue ni ilmu, atakujikumbusha. Kama amesahau jambo, basi ajikumbusha pale. Lakini wewe nenda kaambie, nenda mfano kama msikiti wa mahizbi hivi, uambie basi leo inshallah tutasoma udhu. Utamwona kwanza nyenyua jito lake, maana yake hatujui kutawadha. Kumbe hana ajualo, sokomoko, zumbukuk, hana ajualo. Lakini masha Allah, wallahi alazim, haya malezi ya kihizbi, haya malezi ya kikhurafi. Amekulia basi aona watu watawadha, aona yeye pia ajua kutawadha. Wewe umeisomea wapi udhu wako? Umeusomea wapi udhu wako? Innama alilm bitaallum, ilmu ni kwa kujifunza, usidharau. Kuna baadhi ya watu wadharau, mimi utanifundisha udhu, mimi utanifundisha kuswali. Kumbe maskini hajawahi maisha yake kuisoma swala ya swaliwa vipi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hajawahi kuusoma udhu watawadha vipi. Kwa hivyo usome ndio utatawadha sawa sawa. Kisha ile swala, na wewe kama uamini, jaribu siku yote umekwenda mahali utakusomesha mtu akwambia kwani sisi hatujui kuswali, mwambie hebu nitajie nguzo za swala. Tujaribiana kijana, hajibu, na kuhakikishia hajibu. Mwambie sasa ngoja hizo nguzo achana nazo, hebu nitajie wajibatu sala, ile mambo ya wajibu katika swala. Hapo ndio ushamtia mahali pagiza kabisa. Sasa mwambie haya masharti basi ya swala hamna. Sasa kibri cha nini? Kibri cha nini ya akhi? Soma, tafuta ilmu, tawadha lillah, usome, kaa chini, soma. Leo utajua hiki, kesho utajua hiki. Hata kama wajua, wajikumbushe. Basi mimi nishazijua hizo, ajikumbushe sasa. Siku nyingine ukisikia somesho swala, kaa chini, soma tena. Somesho namna kutawadha, kaa soma. Na kwa namna hii ndio utaweza kutekeleza hizi ibada kama inavyotakikana. Qala wa khushu'aha wa ruku'aha, bimaana khushu' yake ikawa ni mzuri katika swala, na rukuu zake bimaana nguzo zake katika swala. Illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunub, isipokuwa swala yake hii iliyotimia itakuwa ni kafara itakayomfutia madhambi yote yaliyopita, ma lam yu'ti kabiratan, maadamu hajafanya dhambi kubwa. Wadhālika ad-dahra kullah, na hii ni katika wakati wote, maisha yake yote. Kila akiswali swala ya sawa sawa, afutiwe yale madhambi yaliyokuwa nyuma. Ama ikiwa ni dhambi kubwa, ni wajibu kwake yeye afanye nini? Tauba, arudi kwa Allah, na Allah ghafurur rahim subhanahu wa ta'ala. Qala war-ruknu ath-thalith az-zakah, nguzo ya tatu ni nguzo ya zaka. Wa hiya qarinatu as-salati fi kitabillahi jalla wa ala, na zaka hutajwa pamoja, ni mwendani wake, ni mwenzake swala katika Qur'an. Bimaana hutopata mara nyingi, utapata aya katika Qur'an yaamrisha swala, yaunganishwa na nini? Na zaka. Wa aqimus salata wa atuz zakata, mwenzake swala katika kitabu cha Allah. Wa zakatu tutahhiru almar'a, na zaka humtakasa mja. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha, kwa hivyo zaka humtahirisha mja. Watuzakki qalbahu watuzakihim, na humtakasa moyo wake na kumsafisha. Watuzakki malahu, na huisafisha mali yake. Watakunu barakatan lahu wa limalihi, na huwa ni baraka kwake yeye na mali yake. Wama naqasat sadaqatun min mal, na ile sadaqa au zaka unaoitoa haipunguzi chochote katika mali yako, bali huzidisha na kuleta baraka. قال والزكاة قليل من كثير أعطاه الله عز وجل الأغنياء،
na zaka ni kitu kidogo ukipima kingi alichowapa Allah hawa matajiri wenye uwezo. 2.5 2.5% peke yake. Allah akwambia hiyo wape ndugu zako maskini, wape ndugu zako wasiokuwa na uwezo, wagawie na wao, kuna faida kubwa ndani yake. Qala wa hiya sadaqatun tu'khadhu min al-aghniya wa turaddu 'ala al-fuqara, ni zaka ile inayochukuliwa kwa matajiri na kurejeshwa kwa nani? Kwa maskini katika wao. Wa yatarattabu 'alayha min al-masalih wal manafi' shay'un kathir, na maslahi yanayopatikana katika kutoa zaka na manufaa yanayopatikana ndani yake ni mengi sana. Min tahqiqi almawadda, kuhakiki jambo la mahaba baina ya Waislamu. Yule maskini akipewa humpenda yule anayempa, kwa huyu mtu fulani mashallah mimi hanisahau bwana, ndugu yangu anikumbuka, ajua kama kuna ndugu yake ambaye pia fanya nini ahitajia. Kwa hivyo yuwajenga ule undugu na mahaba baina yake na ndugu zake. Watakafuli watarahumi wataawuni, na kusimamiana kuliwazana kwa mali na kuoneana huruma na kusaidiana. Wazawali alkhisal aldhamimati, na kuondoa tabia mbaya. Min hasadin, katika uhasidi. Wabaghdha, na chuki. Waudwan, na uadui. Wa ghairi dhalika, na mengineo katika tabia mbaya ambazo zaweza kupatikana kwa watu kutotoa zaka. Waweza kumpata yule maskini hampendi yule tajiri kwa sababu atoi zaka, ikajenga uadui baina yao, akawa mchukia, yule jamaa anazo senti lakini mgumu, yule atoa biskuti tu Ijumaa, tena atoa biskuti na hasira kweli kweli. Watoto wakija kuchukua, ondoka hapo ushapata. Kisha ikifika mwisho wa mwaka, mimi nilitoa zaka nini, zile biskuti za Ijumaa. Salala biskuti bwana, wacha mchezo na dini ya Allah. Kuna wengine wafanya hivyo, aona zile biskuti anazozitoa Ijumaa ndio zaka, zile zaka biskuti. Allahu musta'an. Qala wa hiya min mahasin hadha ad-din al-'azim, na zaka ni katika ule uzuri wa hii dini tukufu adhimu. Liannaha tuhaqqiqu masalih 'azimatan lilmujtama'at al-muslima, kwa sababu kutoa zaka huhakiki maslaha makubwa katika society, mujtama wa Kiislamu. Watudhhiru quwwata at-takaful alladhi jaa bihi al-islam wa awjabahu wa iftaradahu, kadhalika udhihirisha ile nguvu ya watu kuliwazana na kusimamiana na kusaidiana, jambo ambalo Uislamu umekuja nalo na kuliwajibisha na kulifaradhisha baina ya Waislamu. Sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, zaka hiyo inaochukuliwa kutoka kwa matajiri na kupewa mafakiri. Walihadha la budda an yu'na almuslimu bihadhihi alfaridhati alazima, sababu hiyo ni wajibu kwa Muislamu awe atakuwa na inaya na kujishughulisha kuijua hii ibada adhimu, hii faradhi adhimu. Faman kana indahu malun yablughu an-nisab wajaba alayhi an yata'allama ahkamaha hatta yuaddiyaha kama amara Allahu azza wa jalla ila ahliha. Asema yoyote ambaye ana mali na mali yake imefika nisab iliyowekwa ya kisheria. Nisab ni kile kiwango ambacho mali ikifika yatakana itolewe nini? Itolewe zaka. Basi hapa itakuwa ni wajibu juu yake kujifunza hukumu za zaka. Yule Muislamu aliyetajiri ni wajibu juu yake kujifunza ahkam za zaka ili atekeleze ibada hii kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wastahiki. Wa an yuhafidha ala ikhrajiha tayyibatan biha nafsuhu, na awe atadumu katika kuitoa zaka akiitoa kwa roho safi. Si natoa lakini natoa basi tu, toa kwa roho safi. Ni ibada hii waifanya, na yule anayetoa na roho safi wallahi apata utulivu wa moyo wa ajabu sana. Wewe waonaje ukitoa unachokitoa, wa kwanza anayekipokea nani? Wana maskini, anayekipokea ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu
as-sadaqat, Allah yuipokee ile sadaqa yako, fayurabbiha, kisha ailee ile sadaqa yako, kama yurabbi ahadukum faluwahu, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile mmoja wenu anavyomlea farasi wake kuanzia akiwa mdogo, akienda mbele ya Allah apata ajiri kubwa sana. Waonaje unachokitoa wewe chaangukia katika mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo, subhanahu wa ta'ala, na Allah hana haja nayo, akuwekee ili akulipe kesho, subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ukiitoa toa kwa roho safi, nafsi yako ikiwa nzuri kabisa, mutaqarriban biha ila rabbih subhanahu wa ta'ala, liyafuza bitahqiqihi lihadhihi alibadati fawzan adhima, ajikaribisha kwa Mola wake na ibada hii ili apate kufaulu kwa kuhakiki ibada hii, kufaulu kukubwa kesho mbele ya Allah. وما تقرب متقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى مما افترضه جل وعلا على عباده. na hatajikaribisha mja na chochote kile kinachopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama kile alichofaradhishia waja wake. Kwa hivyo zaka ni faradhi, ukiifanya yapendeza zaidi mbele ya Allah kuliko sadaka ya kawaida. Ifanye kwa moyo wako wote, ipende hii ibada, uwe zile chembe chembe za ubakhili katika moyo wako, uitakase na kuisafisha nafsi yako. wallahu almusta'an. naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. barakallahu fik.